Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeweza kutukutanisha mahali hapa kwa siku ya leo kwa ajili ya uzinduzi wa umeme katika kitongoji chetu hiki cha Asante. Ndugu rasmi, ni ukaribishe kitongoji chetu hiki cha Asante toka tupate uhuru mwaka 1961 na tuungane kati ya Zanzibar na Tanganyika mwaka 1964. Ndio leo umeme umewasha katika kijiji. Pigia makofi mengi sana. Vitu ambavyo havijawahi kutokea. Sisi huku tulikuwa gizani, lakini leo tumepata mwanga. Tunashukuru sana. Na hapa tunashukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutufikishia umeme katika mahali hapa kwa siku ya leo. Ndugu mgeni rasmi, umetembea kilomita kutoka Namtumbo mjini kuja kijiji cha Magazini au kata ya Magazini, karibu kilomita 170 au 160 umbali uliotembea, lakini Daktari huyu Samia Suluhu Hassan amekuja kuleta mwanga katika hiki kijiji. Wazazi walikuwa wategemea kama tunaweza kupata mwanga katika hiki kijiji. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Namtumbo, Daktari Juma Zuberi Homera, kwa kuendelea kusukuma miradi ya maendeleo katika kijiji chetu hiki au katika kata yetu hiki. Kata yetu hii inaendelea miradi mingi sana. Ndugu wananchi, umeme unaozinduliwa leo hapa ilikuwa ni wa jimbo ambayo katika tuna vijiji 60 wilaya ya Namtumbo. Lakini si kwa bahati ya upendeleo tumepata vitongoji 4. Lakini katika hivi vitongoji vingine vimeenda mpaka vitongoji vingine. Sisi wenyewe ni mashahidi. Uongo kweli? Ona namna gani mheshimiwa mbunge huyu anavyotujali sisi katika kata ya Magazini, tunavyompa kero zetu. Leo asilimia kubwa upande wote karibu vitongoji kama 3-4 vimeguswa katika umeme, tutapata mwanga. Tumpigie makofi Daktari Juma Zuberi Homera. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tu katika uzinduzi wa umeme, lakini lazima tuongee na mengine ambayo yanaendelea katika kijiji chetu. Tuna ujenzi wa madarasa 2 na ofisi 1 ambao unagharimu milioni 25. Tulikuwa tunapewa kwa hamu kutokana na mapato yetu ya ndani kuhusu mambo ya kaboni, miradi ambayo inaendelea katika kijiji chetu. Lakini kulikuwa na ujenzi wa matundu ya vyoo 6 ambao umefanyaje? Ambao umekamilika. Lakini ndugu mgeni rasmi, kutokana na mafanikio yetu tuliyopata kwa muda mfupi ambayo yaliyoshindikana yanawezekana, kuna changamoto kadhaa katika wananchi wangu wa kijiji cha Sawala. Na imani tukiyamaliza hayo au tukiyafanya hayo, maana matatizo hayawezi kuisha, kwa sababu kila siku mambo yanazidi kubadilika na jamii inazidi kukua. Sasa jamii inavyozidi kukua na matatizo yanazidi kuongezeka. Lakini yale ambayo ya msingi ambayo tulionayo sasa hizi ni lazima Mheshimiwa Mwenyekiti unisaidie na nikupe ili tuweze kuyafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, kijiji hiki kihistoria kilikuwa kinaitwa kijiji cha Magazini. Lakini miaka ya karibuni kama sikosea 2012 kiligeuka kijiji. Toka tugawane hiki kijiji akijawahi kufanyika na mpango wa matumizi bora ya ardhi katika kijiji cha Sawala. Ambapo sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa katika maeneo yetu yanasoma kijiji cha Magazini na sio kijiji cha Sawala. Ndio maana sisi tuna changamoto sana maeneo ya kulima katika hiki kijiji chetu. Hivyo fika baada ya kuwa kijiji cha Magazini kulikuwa na vitu vingi vinaendelea, mambo ya maliasili na nini na nini. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tukitatua hili tatizo la matumizi bora au mpango wa matumizi bora katika kijiji cha Sawala, tutapata maeneo ya kilimo, tutapata maeneo ya mabustani, tutapata maeneo ya kujenga viwanda na nini, kila kitu tutapata. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo naomba utusaidie sana, hususan sisi hatuna maeneo ya kilimo. Yaani hapa ukitia mafuta nusu lita unaweza ukaenda mara 2 kwenda na kurudi, lakini kwa sasa inaitwa hifadhi. Lakini kwa muda ilikuwa kijiji cha Magazini ilikuwa inaonekana ni sawa, kwa sababu ilikuwa inaonekana bado tuna umbali mkubwa sana. Ila kwa sasa ndio eneo sisi tunahitaji tuifanyie kazi. Changamoto ya maji katika kijiji cha Sawala. Tuna mnadi wa maji ambao umechimbwa kule huko kijiji jirani Magazini. Pale kina cha maji kila kitu kiko vizuri sana. Lakini naomba sana Mheshimiwa Mwenyekiti, tungepata hata tenki moja huko la maji ili tuweze
kuweka mambo sawa katika kijiji chetu kile Sawala, kwa sababu hali ni mbaya sana. Watu sasa tunakunywa maji ya mtoni, lakini tushasahau, yaani tunakunywa maji yale ya mtoni. Lakini lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambalo wananchi linawasumbua sana, sisi kuna ng'ombe sana hapo katika kijiji cha Sawala ambao sasa hizo wanaharibu mazao ya kulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikosha hatamii usingizi sana. Sasa kauli yako unaweza kutusaidia kuona hili swala tunaliweka vipi ili kuweza likae sawa katika kijiji chetu cha Sawala au kata yangu nzima ya Magazine, kwa sababu haya inapelekea hata kijiji la tunachoenda baadaye kwenye mkutano ng'ombe zimeingia sana, wanaharibu mazao. Lakini pia tuna changamoto ya tembo wanavamia sana mazao ya kulima hawa, ambayo inapelekea watu sasa kukosa mazao. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho lakini si kwa muhimu, wananchi wangu kulikuwa na minong'ono utofauti wa bei ya ufuta. Kama itakupendeza unaweza ukaitolea ufanuzi ili wananchi wangu nao waweze kujua kwa nini bei za ufuta zinatofautiana kati ya maeneo yetu haya tulionayo.